Huyo anaitwa Jackson Urasa kutokea Sinoni, Arusha. Alisema ni kwa nini kwa sasa sadaka ni pesa taslim na sio sadaka za kuteketezwa kama ilivyokuwa hapo zamani? Ni kwamba hamna majiko? Majiko yapo makubwa tu mpaka ya kuchomea nyama, unaweza kuchomea mji mzima. Kwanza nianze kumjibu kusema kuwa Mungu alihitaji sadaka za wanyama za kuteketezwa ili kufunika dhambi za wana wa Israeli kwa muda tu na kufananisha dhabihu kamili ya Yesu Kristo. Hii ni kutokana na Mambo ya Walawi 4:35 au 5:10. Kwa nini? Kwa sababu dhabihu za wanyama ni mada muhimu sana inayopatikana katika maandiko yote, kwa sababu bila kumwaga damu hakuna msamaha wa dhambi. Kama Waebrania 9:22 anavyosema. Adam na Hawa, kumbuka, walipofanya dhambi mnyama alichinjwa na Mungu ili kuandalia mavazi wale watu. Lakini hiyo ni Mwanzo 3:21. Lakini baada ya gharika kupungua pia Nuhu naye pia vile vile alitoa sadaka ya kuteketezwa ya wanyama kwa Mungu. Mwanzo 8:20 mpaka 21. Lakini Mungu aliamuru taifa la Israeli kutoa dhabihu nyingi kulingana na taratibu fulani zilizowekwa na Mungu mwenyewe. Kwanza, mnyama alipaswa kuwa bila doa. Pili, mtu anayetoa dhabihu alipaswa kujifananisha na mnyama. Ndio maana yake. Kwa tatu, mtu aliyetoa mnyama huyu alipaswa kumsababishia kifo. Ilipofanywa kwa imani, dhabihu hii ilitoa kifuniko cha muda cha dhambi, kwa sababu kipindi kile kabla Yesu hajaja dhambi zilikuwa zinafunikwa. Ndio maana unaona wakati mwingine dhambi ipo, lakini unaona Biblia inasema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu zitakuwa nyeupe kama theluji. Sasa sio kwa zimeondolewa, ila zimefunikwa ama zimebadilishwa. Sasa dhabihu nyingine ilihitaji siku ya upatanisho iliyofafanuliwa katika kitabu cha Mambo ya Walawi 16. Inaonyesha msamaha na kuondolewa kwa dhambi. Manake kuhani mkuu alipaswa kuchukua mbuzi dume wawili kwa ajili ya sadaka ya dhambi, na mbuzi mmoja alitolewa dhabihu kwa sadaka ya dhambi kwa ajili ya watu wa Israeli. Na wakati huo mbuzi mwingine alitolewa jangwani akijulikana kama mbuzi wa Azazeli. Kutokana na kitabu cha Mambo ya Walawi, Mambo ya Walawi 16, sura ya 16 pale, ambayo sasa sadaka ya dhambi ilitoa msamaha na yule mbuzi mwingine alitoa kuondolewa kwa dhambi. Manake ndivyo hivyo. Sasa kwa nini basi hatutoi tena dhabihu za wanyama leo hii? Ni kwa sababu dhabihu za wanyama zimeisha, kwa sababu Yesu Kristo alikuwa dhabihu ya mwisho na kikamilifu. Ndio maana nimeanzia juu ili tujue zile dhabihu za wanyama zilikuwa kwa ajili ya lengo fulani, hizo sadaka za kuteketezwa. Sasa Yohana Mbatizaji alitambua hili, ukumbuke, alipomuona Yesu akija kubatizwa akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Maana aliliona hilo. Na unaweza kujiuliza kwa nini wanyama? Kwani wanyama walifanya kosa gani? Hiyo ndio maana, kwa kuwa wanyama hawakufanya kosa lolote. Lakini hawa wanyama walikufa badala ya yule aliyetoa dhabihu. Na ukumbuke hata Yesu Kristo pia hakutenda dhambi yoyote, bali yeye ndo alijitoa kwa hiari kufa kwa ajili ya dhambi hizi ambazo ni dhambi za wanadamu. Na Yesu Kristo alichukua dhambi zetu juu yake na kufa badala yake. Ndio maana unaona sasa kuanzia pale hizo sadaka za wanyama kutolewa au kuteketezwa kwa ajili ya hivyo basi zikawa zimefanyaje, zimeishia pale. Na kwenye Agano Jipya hauoni tena sadaka hizo za kuteketezwa za wanyama zikiendelea. Ni kama vile Wakorinto wa pili 5:21 inavyosema kuwa Mungu alimfanya Yesu asiyekuwa na dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye kupitia imani katika yale ambayo Yesu Kristo alitimiza msalabani. Kwa maana tunaweza kupokea sasa huo msamaha. Sasa je, ni lini desturi la Agano la Kale za kutoa dhabihu za wanyama ilifikia kikomo? Na ni kwa nini? Kwa sababu ameuliza mbona hatutoi tena sadaka za kuteketezwa za wanyama. Okay, hii kwanza ilisimama kwa sababu kuna sababu mbili. Sababu ya vitendo na kisha sababu ya kithiolojia. Maana hizo ni sababu mbili. Sababu halisi ni kwamba Israeli hawa waliacha kutoa sadaka ya kuteketezwa mwaka wa 586 kabla ya Kristo.
ndio waliacha kutoa hiyo sadaka 586 kabla ya Kristo. Hiyo miaka 586 kabla ya Kristo, wakati Babiloni hawa Babeli, tawala wa Babeli walipoharibu hekalu la Yerusalemu. Ingawa tena wakaja zikuja kuanzishwa upya tena baada ya uhamisho wa Babeli na kuendelea na hekalu ambalo maana lile hekalu lilipoharibiwa tena na Warumi. Maana baadaye waliporudi baada ya kwenda Babeli miaka 70 wamekaa, waliporudi wakaendeleza tena hizi sadaka. Halafu wakaacha tena kutoa ili hekalu lilipoharibiwa mwaka wa 70 na Roman Empire. Kwa hiyo ndio sababu ya vitendo kama vitendo. Maana ni vita vile walipokuwa wanachukuliwa hivi wanaacha. Wakienda huko ugenini hawaendi tena kutoa, maana ilikuwa ni lazima watoe kule kwenye hekalu lao kule. Lakini hiyo ni sababu ya vitendo. Lakini sababu ya kithiolojia sasa ni kwamba waliacha kwa sababu Kristo alikuja kuitimiza hiyo sadaka. Maana yeye ndo alijitoa sadaka ambayo tena hatuhitaji tena. Biblia inasema hatuhitaji damu ya mafahali ya mbuzi ili tuende tusamehewe dhambi. Na tunayo hiyo mistari katika kitabu cha Waebrania ambayo inaelezea hiyo. Sasa je, tuache kutoa sadaka kwa sababu Yesu alijitoa sadaka mwenyewe? Hilo ndo swali. Hilo ndo swali. Majibu ni hapana. Tunatoa kama kuonyesha mioyo yetu ya shukrani kwa Mungu, kuwa tunampenda Mungu kiasi gani. Maana ni rahisi kutamka kwa maneno kuwa unampenda Mungu, lakini je, matendo yakoje? Hapo sasa. Matendo yako yakoje? Yesu Kristo mwenyewe alirudia maneno haya ambayo nabii Isaya aliyasema, kuwa watu hawa huniheshimu mimi Mungu kwa midomo yao tu, lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Sasa Mungu atajuaje moyo wako upo kwake? Ataujua namna gani? Ameweka kipimo na kipimo chenyewe ni utoaji. Na maana Biblia inasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, akili zako, nguvu zako zote. Manake pale kile unachokitoa kwa Mungu ndivyo hivyo. Sasa sadaka unayotoa ambayo ipo kwenye mfumo wa fedha, basi ni sadaka ya kuteketezwa. Kwa nini? Kwa sababu wewe unapotoa unakuwa umeteketeza kwenye akaunti yako. Umeona? Yani ni sadaka, sio umetumia. Ni umeitoa, umeiteketeza kutoka kwenye akaunti yako. Akaunti yangu ya M-Pesa ilikuwa na 50,000. Nimetoa 30,000 kwa Mungu. Haitabaki ile 50,000. Manake imetoka 30,000, manake mimi nimeiteketeza ile sadaka kwa ajili ya jambo fulani. Sasa wewe ukasema sadaka za kuteketezwa mbona hatutoi? Tunateketeza lakini kwa mfumo wa fedha. Yes. Lakini sio kuwa hatutoi kabisa. Umeona? Ndio hii sasa unaona unampelekea Mungu na umeitoa kwenye hazina yako imepungua. So nimwambie ndugu yetu kuwa sisi si kana kwamba eti hatutoi sadaka za kuteketezwa. Tunatoa, ila katika mfumo uliobadilika, kwa sababu sisi hatutoi sadaka za wanyama. Zile zilikuwa zimelenga jambo fulani la ukombozi wa ulimwengu mzima. Ndio maana unaona bado pia ukienda kwa kama hizi huduma za kinabii ambazo zina macho zinaona, unaambiwa kabisa na nabii wa Mungu kuwa wewe utatoa sadaka ya ukombozi. Je, hiyo sadaka ya ukombozi unaenda kuchinja mnyama? Hapana. Unapewa maagizo kutokana na namna ambavyo ilivyo, kwa sababu waliokufunga wao pia walipeleka sadaka zao huko. Kwa hiyo ndio maana kwa sadaka ni sehemu ya utoaji inayoacha pengo katika mali zako. Sadaka hii, yani baada ya kutoa unaona mahali ulikotoa mahali hiyo pameachwa wazi. Na wakati mwingine unatoa unaona kabisa moyo unaenda mbio. Kweli. Yani manake umeteketeza hiyo sadaka. Ukitoa ile sadaka kubwa ambayo jamani nilikuwa nina 300,000 hapa, lakini imebidi kwa sababu ya injili iliyopigwa hapa nikatoa 200,000. Yani unaona kabisa na akili nyingine inakwambia ile 200,000 lakini unajua ungeifanyia kitu fulani. Manake umefanyaje hapo? Unakuwa umeiteketeza sadaka hiyo. Vinginevyo ungeacha kutoa, kusingeonekana pengo kwenye mali zako. Kwa hiyo sio kuwa tumeacha kutoa sadaka za kuteketezwa, ila tunaziteketeza kwa mfumo gani? Ndio mifumo hii ambayo sasa imewekwa kwa njia ya fedha. Kwa hiyo nimwambie ndugu yetu kuwa zile sadaka za wanyama zilikuwa zina lengo la aina fulani. Lakini hata leo hii si unaona, hata tukitoa hata fungu la 10, unaona mtu amepata mbuzi 10
10, mbuzi mmoja anaenda anamtoa kwa Bwana, na kumtoa kwenyewe kwa Bwana haendi kumteketeza, kumchoma. Manake anachokifanya anaenda anamuuza, alafu anabadilisha zinakuwa fedha, anatoa kwa Mungu. Kwa hiyo hatujaacha bado kutoa sadaka za kuteketezwa. Sawa, mpaka sasa tunaendelea kufanya hivyo. Ndio. Kuna wakati ulitufafanulia ukasema mtu ambaye anang'ang'ana ziteketezwe huyo ni mchoyo. Ni kweli.